Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu yangu mpendwa, tumshukuru Mwenyezi Mungu tukiwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Shahru Ramadhana alladhi unzila fihi alqurani, mwezi wa Ramadhani ambao ndani yake Qurani tukufu imetelemka. Lakini mwezi wa Ramadhani una makumi makubwa matatu, na makumi hayo kuna kumi la rahma, kuna kumi la maghfira, kuna kumi la tauba, itqu minan nari. Na ukifunga vizuri mwezi wa Ramadhani kwa imani na ihtisabu, ghufira lahu ma taqaddama min dhambika, Mwenyezi Mungu anakughufiria na kukuondoshea madhambi yako yote. Ghufira lahu ma taqaddama min dhambika, mwenye kufunga, man swama shahru ramadhana imanan wa ihtisaba, mwenye kufunga kwa imani. Basi hapa kwenye imani ndiyo tunapotaka tuzungumze ujumbe ambao nawafikishia Waislamu wenzangu, wale ambao wenye kipato kizuri, Mwenyezi Mungu amewajalia matajiri, wafanya biashara. Tuna tatizo ambalo tumekuwa nalo katika kipindi hiki cha mwezi mtukufu wa Ramadhani, haswa katika futari tunazofuturisha watu kwa maonyesho. Hii ni dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tusisherehekee kwa kufuturishana kwa futari za kwenye mitandao, wakati kuna makundi sahihi kabisa ambayo wewe mwanadamu ukipeleka riziki yako, basi ile imanan wa ihtisabu unaipata vizuri, ili Mwenyezi Mungu aweze kukukufiria madhambi yako. Mfano, kuna watu wako jela wanahitaji kufuturishwa, wamefungwa. Kuna watoto yatima wanahitaji kufuturisha, ambao hawa pia wamefunga, watoto wasiokuwa na uwezo maalum. Lakini kuna watu wameharibikiwa safari, mfano kama vile pale ukienda kwa Magufuli kwenye bus station, kuna watu pale wako siku mbili hawana nauli. Kuna watu pale wanatoka safari za umbali mrefu na hawana hata kipato kimoja cha riziki katika mifuko yao. Lakini kama haitoshi, kuna mafungu ya wajane, ambao wajane wasiokuwa na waume, waliofiwa na waume zao, na wengine wakabahatika pengine hawana watoto wa kuwasaidia. Hawa wanahitaji kusaidiwa kwa asilimia kubwa sana na kufuturishwa. Lakini kuna makundi ya walemavu ambayo leo yamesahauliwa kwa kiasi kikubwa. Haya pia yanahitaji kufuturishwa kwa asilimia kubwa sana, kwa sababu unapomfuturisha mtu mmoja kipande cha tende, thawabu yake ni kubwa sana. Na nani unamfuturisha? Nani anastahili kufuturishwa? Ni mtu wa namna gani anastahili kufuturishwa? Kufuturu ni pale adhana ya kwanza inapolia, ukipata maji na kipande cha tende umeshafuturu. Kinachofuata kinakuwa ni chakula cha kawaida, lakini ile futari ya kwanza kabisa ni kile kifungua kinywa adhana inapolia. Sasa ili kushibisha tumbo lako kwa chakula kinachofuata, ndugu zangu Waislamu, na wasihi sana watu ambao Mwenyezi Mungu amewapa uwezo, futurisheni maskini, futurisheni mayatima, futurisheni wajane, futurisheni watu waliofungwa jela, mtapata thawabu kubwa sana. Mwaka mmoja kuna rafiki yangu ambaye sitaki kumtaja, alikuwa amefungwa. Yeye ni tajiri mkubwa sana. Alipokuwa amefungwa misimu mitatu ya Ramadhani, futari ilikuwa ikienda kule, watu walikuwa wakifuturu vizuri, watu walikuwa wakila daku vizuri. Lakini siku wanaachiwa, anaondoka gerezani, watu walilia, walihuzunika kwa sababu ya wema. Akaona kwamba riski ambayo Mungu amenipa naitumia kufuturu na hawa wafungwa ambao tayari wameshafungwa, hawana uwezo tena wa kwenda kutafuta riski. Mimi Mungu amenijalia, nimefungwa, lakini uwezo wa kuagiza chakula nje, futari ikaletwa, makatoni, masufuria na masufuria yalikuwa yanaingia kwa ajili ya watu kupata futari. Kitumia utaratibu mzuri, ukaenda kuonana na mkuu wa jela, bwana jela ambaye ndio msimamizi mkuu, atakupa taratibu za kupeleka futari. Lakini futari ambayo utaiandaa kwa mazingira mfano ya kufanya donation, umewaita matajiri, ukawaita wafanyabiashara kwamba mnataka kuchangia kitu fulani, hiyo ni futari nzuri, kwa sababu
unawaita wale kwa malengo na sio kuwaita matajiri kwa kusudio la wao uwafuturishe. We tajiri unamfuturisha nini wakati nyumbani kwake ana kila kitu ambacho anacho, na zile futari ambazo ziko pale mnazitumia kwa riha, mnazitumia kwa kubakisha vile vyakula ambavyo kuna watu wanavitafuta, kwa sababu tajiri atachukua kiazi kimoja, atachukua sambusa moja, lakini kuna mtu ana uhitaji mkubwa ambapo mwingine anaunganisha futari na daku. Wapo watu hao jamani. Leo naweza nikamsifia GSM ambapo juzi alifanya futari maalum, ambayo futari hiyo alifuturisha watu kwa kusudio la kuchangia watoto wenye matatizo, watoto wadogo wenye matatizo ambayo matatizo hayo yameelezwa, na ikachangishwa zaidi ya milioni 900, kama sikosei, zaidi ya milioni 900. Na katika kuchangisha kule, maana yake zile fedha zinaenda kusaidia wale watoto ambao wazazi wao, mama zao, kaka zao, dada zao hawana uwezo wa kujitibia. Hii ni futari ambayo nasema ni good. GSM Ghalib Said Mohamed, umefanya kazi kubwa sana na Mungu atakulipa. Futari ya namna hii inahitajika. Lakini leo kumekuwa na fasheni ya kuita watu mbalimbali, unaita masuperstar, unaita watu wa kila namna. Hatukatai jambo la kheri, hatukatai kumfuturisha mtu, thawabu unapata, lakini ujumbe tunaofikisha, wafuturisheni watu wasiokuwa na uwezo. Kuna baadhi ya misikiti leo ukienda watu hawana hata tende za kufuturu, hawana hata katoni za maji. Wewe tajiri, wewe maskini, nunua katoni zako 10, maji yale madogo, peleka msikitini, utapata thawabu kubwa sana. Kipindi hiki cha mwezi wa Ramadhani, imanan wahtisabu, mwenye kufunga kwa imani. Imani ni kumwonea huruma Muislamu mwenzio aliyefunga, kwamba anafuturu nini, anakula daku nini. Hiyo ni imani kubwa. Lakini imani katika kipindi hiki cha mwezi mtukufu wa Ramadhani, tunatakiwa tutoe sadaka sana. Tunapotoa sadaka Mwenyezi Mungu anatulipa. Lakini leo kuna futari inatumia milioni 50, futari moja tu inaandaliwa katika hoteli kubwa, inatumia milioni 50. Unaenda kufuturisha watu ambao wanakuja na magari ya kifahari, watu ambao wanakuja wakiwa na mbwembwe zote. Unawafuturisha wale. Ukishawafuturisha sio jambo baya, ukishawafuturisha milioni 50 imeondoka hivi hivi, umepata jina, umepata umaarufu. Lakini je, zile thawabu anazitoa Mungu? Ile milioni 50 ungeitumia kwenda kununua vyakula, ungenunua michele, ukanunua maharage, ukanunua tambi, ukanunua kunde, ukazunguka Dar es Salaam katika vituo vya watoto yatima visiopungua 14, 15 mpaka 7, peleka vile vyakula, Mwenyezi Mungu anakulipa kwa asilimia kubwa. Na hili hata nampongeza rafiki yangu Saidi Lugumi, amekuwa akifuturisha vituo vya watoto yatima. Sio kwamba ana uwezo wa kufuturisha masuperstar, lakini anafuturisha vituo vya watoto yatima akiwa anajua kwamba thawabu yake ni kubwa. Yule mtoto hana baba, yule mtoto hana furaha, yule mtoto kama wewe unavyokaa na watoto wako nyumbani mnapata futari, kuna watu wanakosa ile furaha. Na msifu sana na Mwenyezi Mungu ampe umri mrefu Saidi Lugumi kwa kazi ya kuwasaidia watoto yatima na kuwafuturisha. Hilo halitoshi ndugu zangu, hapa nimegusia kipande hiki kidogo sana. Man swama shahru ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbika. Mimi pamoja na wewe tunahitaji kughufiriwa na kusamehewa madhambi yetu. Lakini madhambi yetu, 10 la kwanza umefanya nini katika ibada ya kumwomba Allah na kufanya msamaha? 10 la pili umefanya kitu gani? Na 10 la tatu ambalo muda si mrefu tunaingia, kipi ambacho wewe utakachokuwa umetegemea mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Na usitegemee kwamba mwakani kwamba wewe unaweza ukaiona Ramadhani. Hiyo usitegemee kabisa, bali kila kitu ni kudura zake Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, naomba tuandae futari kwa wenye uhitaji na tupate thawabu. Tukiandaa futari kwa watu wenye kipato, wakija basi tuwachangishe ili gharama zile ziende zikasaidie
wengine wasiokuwa na uwezo. Na wasifu sana watu mbalimbali kama nilivyowasifu ambao wamekuwa wakiandaa futari, na futari zile zimekuwa na baraka kubwa, wanachangisha. Mfano leo kuna mataasisi ambayo sitaki kuyataja jina, yanafuturisha watu wao. Kwa nini katika wale watu wenu mnaofuturisha ambao ni wadau wenu katika biashara, kiwango fulani kwa nini msitoe au mkawaita mayatima mnaofuturisha, na baada ya pale mnawapa sadaka kidogo? Mwenyezi Mungu atakulipa. Ili ufanikiwe mambo yako ndani ya Ramadhani, basi hakikisha kama una uwezo mfuturishe hata mtu mmoja, mjane, maskini, yatima, aliyeharibikiwa safari, wasaidie hao na Mwenyezi Mungu atakulipa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.